imeandaliwa mahususi ili kujadili sera na masuala ya kuidhibiti yanayoweza kuathiri utekelezaji wa mradi wa nishati safi ya kupikia na kuandaa mapendekezo yatakayosaidia kuimarisha utekelezaji wa mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia kwa mwaka 2024 na 2034. Katika majadiliano ya leo tunapata taarifa kuhusu hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa mkakati wa nishati safi ya kupikia. Tutajadili masuala ya uhifadhi wa misitu na uendelezaji wa nishati endelevu ya Tungo Motaka, nafasi ya serikali za mitaa katika uzalishaji endelevu wa nishati, pamoja na sera na kanuni zinazoweza kukwamisha maendeleo ya suluhisho endelevu za kupikia. Aidha, tunatarajia kuibua changamoto zinazohusu kodi, zinazohusu upatikanaji wa fedha, uzalishaji wa ndani, ushiriki wa sekta binafsi na kadhalika. Lengo letu halipaswi kuishia kwenye kutaja changamoto pekee, bali kukubaliana kuhusu mapendekezo yanayotekelezeka, taasisi zinazowajibika, hatua zitakazochukuliwa na muda wa utekelezaji. Ndugu washiriki, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika na Tanzania. Uongozi wake umeiwezesha Tanzania kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo, majadiliano kama hayo ni sehemu muhimu ya kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kupeperusha bendera ya Tanzania katika ajenda ya nishati safi ya kupikia kitaifa, kikanda na kimataifa. Tunapaswa kuhakikisha kuwa nafasi hiyo ya uongozi inaambatana na utekelezaji wenye matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi wetu. Kisha kwamba hizi changamoto za kisera kwenye kutekeleza shughuli za nishati safi ya kupikia, lakini pia ziko changamoto zingine, kwa mfano za mambo ya standard ya teknolojia mbalimbali za nishati safi ya kupikia, changamoto za kifedha na mitaji. Lakini sisi hapa leo hasa tunaangazia upande wa sera. Tunawezaje kutengeneza sera ambazo zitakuwa wezeshi kuhakikisha shughuli za nishati safi ya kupikia zinafanyika vizuri. Katika majadiliano ya leo tunayo hapa Wizara ya TAMISEMI ambayo na yenyewe sasa, kama ulivyosema, kuanzia kule chini kwenye halmashauri ndio inahusika. Ni kweli shughuli hizi za nishati safi zinaanzia kwenye ngazi ya halmashauri, na kule ndio kuna wabunifu, kuna waendelezaji wa teknolojia, lakini hususan ndio waliko watumiaji. Sasa unajua, huwezi kufanya kitu chochote kama sera hazijasema chochote. Kama ulivyosema, kwa mfano kuna hiyo mikopo ya 10%. Je, tunawezaje kuifanya hiyo mikopo iwafikie wale waendelezaji walioko kule kwenye ngazi ya halmashauri? Kwa hiyo lazima kuwe na miongozo, kuwe na taratibu zimetengenezwa ili hilo liweze kuwezekana. Mmoja ya mdau muhimu ambaye yuko hapa kama nilivyosema ni TAMISEMI, na katika maeneo ambayo tutajadili hapa na kuyaangazia pamoja na hilo eneo la kuhakikisha kwamba tuna miongozo na tuna sera mpaka kwenye ngazi ya chini huko ya halmashauri, kuhakikisha kwamba uendelezaji wa teknolojia lakini upatikanaji wa mitaji pia kule ngazi ya chini pia unawezekana.